lakini washukuru sana. Heshima mlionipa ni kubwa mno. Ni kubwa mno. Ulimwengu wanauliza why, kwa nini 97%? Nasema natamani mngekuwepo mtaona kwa nini 97%. Tanzania imejikuta katikati ya mjadala mkali wa kimataifa. Mjadala unauliza maswali kuhusu mazingira ya uchaguzi, uwazi wa mchakato na ukubwa wa 97% ya matokeo yaliyotangazwa. Wakati wachambuzi duniani wakitoa tathmini zinazotofautiana, huku taasisi kadhaa za kimataifa zikionyesha tahadhari juu ya mwenendo wa kisiasa nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa kauli moja ambayo sasa imechukua nafasi ya mjadala wa kitaifa na kimataifa. Heshima mlionipa ni kubwa mno. Ulimwengu wanauliza kwa nini ushindi wa 97%? Natamani mngekuwepo mkaona. Ni maneno ambayo yameibua maswali mapya, yamewasha mijadala mipya na yamefungua ukurasa mpya wa kuelewa namna Tanzania inavyojiwasilisha kwa dunia. Katika kipindi ambacho uchunguzi, shinikizo na tathmini za kimataifa vinazidi kuongezeka, leo tunaangalia maana ya kauli hii, ujumbe wake kwa jumuiya ya kimataifa, hatua zinazofuata na mustakabali wa siasa za Tanzania baada ya uchaguzi ulioacha gumzo ndani na nje ya mipaka ya nchi. Tanzania katika miaka hivi karibuni imekuwa chini ya darubini ya kimataifa, hasa baada ya mabadiliko ya kisiasa yaliyotokea tangu kufariki kwa aliyekuwa Rais John Pombe Magufuli. Matokeo ya 97% yalisababisha mawimbi ya maswali kutoka kwa mashirika ya uchunguzi wa uchaguzi, wana diplomasia, taasisi za haki za kibinadamu na wachambuzi wa siasa za Afrika Mashariki. Maswali haya yalikuwa juu ya mazingira ya ushindani, uwazi wa mchakato na kiwango cha uhuru wa kisiasa. Na hapa ndipo kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ikasikika kama jibu la moja kwa moja kwa wale wanaotilia shaka ushindi wake. Kauli ya Samia haikuwa tu sentensi, bali ulikuwa ujumbe wa kisiasa na kidiplomasia. Kisiasa ilionekana kama uthibitisho kwa ushindi wake unatokana na kile alichokiona mwenyewe katika kampeni na upigaji kura. Kidiplomasia ilikuwa kauli ya kutuma ujumbe wa moja kwa moja kwa mataifa yanauliza maswali. Lakini pia ilikuwa kauli iliyokusudia kuonyesha dunia kuwa mjadala unaoendelea umefika kwake na sasa ameamua kutoa majibu. Kauli ya ulimwengu wanauliza haikutolewa bila sababu. Kwa siku za hivi karibuni kabla ya kutangazwa kwa matokeo, mabalozi kadhaa kutoka mataifa ya Ulaya, Marekani na baadhi ya taasisi za kimataifa walionyesha tahadhari juu ya mazingira ya uchaguzi. Ripoti za watoa uchunguzi wa uchaguzi zilirejelea changamoto katika usimamizi, mikutano ya kisiasa na uwanja wa ushindani. Mashirika kama Human Rights Watch na International Crisis Group yalisema kuna pengo la kuimarisha uwazi. Hivyo kauli ya Samia ilikuwa majibu kwa kundi halisi la watu wanaouliza. Kihistoria, ushindi mkubwa kama huu huleta mjadala mkali popote duniani. Wachambuzi wanasema 97% inaweza kutokea pale ambapo upinzani ni dhaifu mno, mazingira ya ushindani hayajakamilika, lakini pia chama tawala kuwa na nguvu kubwa ya kimuundo kuliko vyama vingine. Katika mazingira Tanzania, wachambuzi wanaeleza kuwa kulikuwa na hatua za kufungua anga la kisiasa, lakini bado ushindani haukuwa mkali vya kutosha kupelekea matokeo yaliyokaribiana. Hii ndio sababu maneno ya Samia yamekuwa kiini cha mjadala huu. Je, Tanzania ilishuhudia hali ambayo dunia haikuiona? Katika miaka 4 iliyopita, Tanzania imejaribu kuimarisha uhusiano wa kimataifa ulioyumba katika kipindi cha nyuma. Samia amefanya kazi kubwa katika kurejesha diplomasia, kuimarisha imani ya washirika wa maendeleo na kuondoa mvutano wa taasisi za kimataifa. Lakini sasa ushindi huu wa 97% unageuka kwa dhamana mpya ya kisiasa, dhamana inayotazamwa na washirika wa kimataifa kwa umakini mkubwa. Swali lao ni moja: je, Tanzania inaendelea na mkondo wa mageuzi au imerudi kwenye mkondo wa uchunguzi usio na ushindani?
Kauli ya Samia inakuja wakati ambapo mataifa mengi yanafanya tathmini upya ya mahusiano yao na Afrika Mashariki. Kwa nchi zinazotoa misaada, majibu haya ni ya kuzingatiwa. Sababu za uhalali wa kisiasa, lakini pia mwenendo wa haki za binadamu na uwazi wa taasisi za uchunguzi. Ndani ya vyombo vya kimataifa, kauli hii itatajwa kwenye ripoti, mikutano ya mabalozi na tathmini za mwaka, kwa sababu inachangia katika kuamua kiwango cha ushirikiano, uwekezaji na masharti ya misaada. Kwa wachambuzi wa ndani na nje, Tanzania inavutia picha mbili zinazokinzana. Picha ya kwanza, taifa linalofanya mageuzi, kujenga diplomasia mpya na kujaribu kurejesha imani ya wananchi. Lakini katika picha ya pili ni taifa ambalo bado linapambana na changamoto zinazoathiri ushindani wa kisiasa na uaminifu wa uchaguzi. Kauli ya Samia kwao iko katikati ya picha hizi mbili. Ni kauli inayojaribu kufafanua, lakini pia inaibua maswali mapya. Ndani ya taifa, maoni yamegawanyika. Kundi moja linampongeza Samia kwa ushindi na linaamini amefanikiwa kufanya mageuzi makubwa katika miaka yake ya kwanza. Lakini kundi jingine linaamini mazingira ya uchaguzi hayakuwa sawa vya kutosha kuleta matokeo ya karibu 100%. Mitazamo hii miwili ndiyo msingi wa mjadala wa kisiasa ndani ya nchi. Mjadala ambao utabaki kuwa sehemu ya safari ya kisiasa mbele ya safari. Sasa akiwa ameanza muhula mpya na ushindi wa 97%, Rais Samia anakabiliwa na maswali makubwa. Je, ataendeleza mkondo wa mageuzi? Je, ataweza kushawishi jumuiya ya kimataifa kukubali matokeo haya? Je, atajenga mazingira ya ushindani wa kisiasa katika siku zijazo? Kauli yake ya natamani mngekuwepo mkaona inaweza kuwa mwanzo wa sura mpya ikiwa serikali itaonyesha hatua za kuongeza uwazi na kuimarisha taasisi za uchaguzi. Kwa sasa serikali inaendelea na mchakato wa maridhiano baada ya machafuko ya uchaguzi. Mazungumzo haya yanajumuisha mazungumzo na upinzani, tathmini ya vurugu na migogoro iliyotokea na kutafuta mwafaka wa kisiasa wa muda mrefu. Wachambuzi wanasema maridhiano haya ni sehemu muhimu ya kurejesha imani ya wananchi na kujenga uhalali wa kisiasa baada ya ushindi mkubwa unaoleta maswali. Lakini swali kubwa linabaki, je, maridhiano haya yatakuwa mabadiliko ya kudumu au ni jibu la muda mfupi kwa shinikizo la ndani na nje ya nchi? Katika kipindi ambacho dunia inatazama na Tanzania ikiandika ukurasa mpya wa kisiasa, kauli moja ya sekunde chache imekuwa chanzo cha mjadala mkubwa, mjadala kuhusu uhalali, diplomasia na mustakabali wa taifa. Safari ya kujenga imani bado inaendelea.